Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa tunapolisikia neno lake. Tuombe. Mungu Baba yetu wa mbinguni, wewe uliye mtakatifu, tunakushukuru kwa kutupa siku hii ya leo ambayo unatuagiza tukuombe wewe, lakini zaidi sana katika umoja wetu kama CCT, Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Tunakusihi Bwana ututumie sisi kama viungo vyako kuleta maendeleo katika ulimwengu huu, pekee maendeleo ya kiroho, maendeleo ya kijamii, ili sifa na tukuzo zikakurudie wewe. Na sasa tunanyenyekea mbele zako tukikusihi uzungumze nasi kwa neno lako la uzima, ili tupate kubeba ushuhuda huu wa kuendelea kushuhudia daima Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Neno tunalopewa ni lile ambalo limesomwa kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi mlango wa 12 mstari ule wa 2 na wa 3 mpaka wa 5. Mstari wa 3 mpaka wa 5. Warumi mlango wa 12 mstari wa 3 mpaka wa 5. Nasoma katika jina la Bwana. Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Amen. Na tukae. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, leo inaitwa siku ya CCT. Tunaadhimisha siku ya CCT. CCT ni ile Christian Council of Tanzania kwa Kiingereza, lakini Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Na hii jumuiya inaundwa na madhehebu mbalimbali. Hapo utakuta sisi wa Luteri, wa Anglikana, Methodist, African Inland Church. Tuna madhehebu kama 12 hivi ambao tuna huo umoja wetu unaitwa CCT hapa Tanzania. Na huko katika nchi mbalimbali, kila nchi ina namna yake ya kuunganisha madhehebu yetu pamoja. Nasi tunaunganishwa hivyo na mwenyekiti wetu katika kipindi hiki. Mwenyekiti wa CCT ni yule aliyekuwa mkuu wa kanisa wakati uliopita, Baba Askofu Dr. Frederick Onaeli Shaw, na katibu mkuu anayeongoza umoja wetu huu ni Canon Dr. Moses Matonya, ambaye ofisi yake kuu iko pale Dodoma. Na kwa umoja huu tunashirikiana kufanya mambo mengi sana. Umoja huu ulianzishwa mwaka 1964. Lakini ukiangalia kwenye historia, kuna miaka ya nyuma kidogo, mwaka 1934 ni kama ndipo ulianza ukiitwa jina jingine. Lakini hii 64 sasa ndipo ukaanza kama CCT. Baada ya muungano wetu hapo ndipo umoja huu ukaingia sawa sawa. Na lengo kubwa la umoja wa CCT ni kuimarisha ushirikiano kati ya makanisa na taasisi za Kikristo katika kazi kubwa ya kuhubiri na kushughulikia masuala ya kijamii, kiuchumi na haki za binadamu. Na kama tulivyoeleza, sikukuu hii leo inaadhimishwa kitaifa kule Mwanza kwenye usharika wetu wa KKT, usharika wa Ebeneza Pasiansi pale Mwanza. Dayosisi ile inaitwa Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria.
Kwa hiyo ukiangalia hata kwenye mitandao baadaye utaona ibada ile kubwa ambayo inahudhuriwa na watu wengi kutoka nchi nzima wanaohudhuria katika ibada ile ya CCT. Na katika mkoa wetu wa Tanga tunaiadhimisha hapa kwenye jimbo hili, tunaiadhimisha huko Handeni. Na hivyo sisi wa Handeni ni wenyeji wa sikukuu hii ya CCT katika mkoa wetu wa Tanga. Na tutakuwa na mchana wa pamoja kama alivyotangaza mchungaji wetu. Tutakuwa na mchana wa pamoja pale kwenye usharika wa Anglican Chanika. Kwaya zitaimba, neno litahubiriwa na mambo mbalimbali tutashirikishana, na hivyo tunaendelea kuwakaribisha ninyi wote. Na neno kuu linalotuongoza kitaifa la CCT linalotuongoza ni kutoka Mithali mlango wa 14. Mithali 14 mstari ule wa 34. Hilo ndilo linalotuongoza kitaifa. Linasema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wowote. Haki huinua taifa. Na hivyo katika umoja wetu tunataka tushikamane kuleta haki ili iweze kuinua taifa. Na ukiangalia ujumbe huu wa CCT ulioandaliwa wa kitaifa, kwa kweli unaendana sana na neno la Mungu la siku ya leo, kama tulivyosoma hili neno kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ambapo anakaza juu ya umoja wa mwili wa Kristo, yaani kanisa la Mungu. Umoja. Mtume Paulo analeta ujumbe katika waraka wake wa Warumi kwetu sisi sote kwamba sisi kama Wakristo tu mwili mmoja. Ni mwili mmoja, huo mwili wa Kristo. Sisi kama kanisa sasa ndio huo mwili wa Kristo, kwa hiyo endelee kutunzwa hivyo mwili wa Kristo. Na ukiangalia huu mlango wa 12 wote, Paulo anakaza jambo kubwa sana, kwamba Mungu ametupa vipawa mbalimbali. Ukiangalia kuanzia pale mstari wa kwanza ukiendelea, Mungu ametupa vipawa mbalimbali, na hivi vipawa vyote tuvitumie kuinua huo mwili wa Kristo, ambao mwili wa Kristo ni wewe na mimi. Sisi ni kama viungo katika huo mwili wa Kristo. Na Paulo anakaza kuwa kanisa ndio huo mwili wenyewe wa Kristo, ambao umejengwa kwa viungo vingi sana. Kama mwili unavyojengwa kwa viungo vingi, kuna macho, kuna masikio, kuna miguu, na kila kiungo kinafanya kazi yake kuuletea heshima mwili wa Kristo. Kanisa limejengwa katika msingi huo. Na ukifuatilia, Paulo aliandika haya kwa sababu kanisa la Rumi lilianza kuwa na mafarakano kidogo pale Rumi. Kuliamka roho ya mabishano na mashindano juu ya vipawa ambavyo Mungu anawapa watu wake. Watu walianza kubishana pale Rumi. Na hili lilitokea pia hata kwenye kanisa la Korinto. Watu walianza kubishana kwamba mimi kipawa changu ni kikubwa kuliko cha kwako. Hasa vipawa vinavyoonekana hivi kwamba mimi nafikiria linaibuka hata siku hizi. Mimi ninanena kwa lugha, wewe huneni kwa lugha. Mimi ninaponya, wewe huponyi. Utafikiri huko kuponya ni yeye, anayeponya ni Mungu kupitia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na mafarakano hayo, mpaka Paulo akasema haya mafarakano ya kazi gani? Kwa Warumi aliandika kwa ukali kidogo katika ule mlango wa 13, na kieleza kwamba hata kama ni japo nena kwa lugha za manabii na malaika, kama mimi sina upendo, mimi si kitu. Kwa kulikuwa na mafarakano hayo. Ndipo anasema katika mlango huu wa 12, sisi sote tu viungo katika mwili huu wa Kristo. Tena kwa kuwa tu viungo, tunapaswa kuyafanya yale yanayompendeza Mungu sisi kama viungo, tena kumletea sifa katika utumishi wetu. Mungu huyo hutupa vipawa. Mungu anatupa vipawa ambavyo kazi yake ni moja, kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Tusivitumie vibaya vipawa hivi. Na hapa anaendelea kukaza akifananisha kanisa na mwili wa mtu, akisema kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, ndivyo mwili wa Kristo ulivyo. Wengine ni wazee wa kanisa, wengine ni wainjilisti, wengine ni wachungaji,
wengine ni wahudumu mbalimbali, wengine ni wakarimu, wengine ni watu wa kuhamasisha watu wengine kutoa sadaka, wengine wanafundisha watoto wa Sunday school. Hawa wote tunaunganika sisi kama mwili wa Kristo kumletea Mungu sifa na utukufu, bila kutengana, kumletea Mungu sifa na utukufu. Hilo ndio jambo kubwa. Paulo anazidi kukaza kuwa sisi kama viungo hatuna sababu ya kuendelea kushindana, wala tusidharauliane. Katika ule mstari wa 4 ametaja tusidharauliane, bali tufanye kazi kwa pamoja, maana tu viungo vya Kristo. Na katika mstari wa 5 anakaza akisema vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Tushirikiane, tufanye kazi kwa bidii kukamilisha yale ambayo Mungu ametuita. Na nafananisha hata haya mambo ya kulipa ili deni hili. Tukasema tu wahandeni walipe wenyewe, Warushoto wasilipe, hatumalizi. Lakini tukishirikiana kidogo kidogo, unashangaa tunamaliza. Kushirikiana kwetu sisi kama Wakristo, tena kuanzia pale nyumbani, watu wakituona waone kwamba hapa ni kanisa la Mungu, kuanzia pale nyumbani, kwenye familia, kwenye usharika wetu, kushirikiana. Tena kushirikiana bila mafarakano yoyote, maana ukaingia tu mafarakano utashangaa kazi ya Mungu haiendi. Hata kazi ya familia haiwezi kwenda kama kuna mafarakano, mambo yasiyofaa pale nyumbani. Na kumbuka baba mmoja, yeye alikuwa amemnunia mke wake, amenuna tu, aongei na mke wake kwa sababu ana mambo yake. Sasa mambo hayaendi, baba amenuna na mama amenuna, hakuna kinachoendelea. Sasa siku huyo baba alikuwa ni dereva, anaendesha gari ya viongozi wa serikali. Sasa ameambiwa kesho saa 12:30 ufike, kwa kuwa kuna safari ya kwenda Dar es Salaam. Sasa kwa kuwa hawaongei na mke wake, ile jioni akamwandikia mke wake, akachukua karatasi akaandika pale, akamwekea mke wake pale, akamwambia ikifika saa 11 asubuhi uniamshe, kwa kuwa na safari saa 12 lazima niende, tuna safari. Kaweka pale. Si hawaongei. Mama ilipofika saa 11 naye akachukua karatasi akaandika saa 11 imefika, amka. Akakaweka pale. Jamaa akaendelea kukoroma na usingizi. Sasa imefika saa 2 ndipo anaamka. Anaanza kumfokea mama, mbona hukuniamsha? Na nimekuambia saa 11 uniamsha. Sema uliniagiza nikuamsha. Nimekuamsha, kasome ka ujumbe pale. Si ujumbe ule umeandika kwa ujumbe, na mimi nimekujibu kwa ujumbe. Mafarakano hayo. Baadaye safari ile, bosi alipoamka kule haoni dereva, akatafuta dereva mwingine, akaenda. Baba akapoteza kazi kwa sababu bila kushirikiana, bila kuondoa tofauti zetu, mambo hayaendi. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa leo unaotuunganisha sisi kama CCT, tukumbushe kukaa katika nafasi zetu, pale nyumbani, pale kanisani, pale kazini. Wewe hata pale kazini tu uone ushirikiane hata na sekretari wako au wale unaoshirikiana nao pale ofisini, uone kama mambo yatakwenda. Hayaendi. Ujumbe huu sisi kama viungo unatuamsha tusimame imara katika wajibu wetu. Tena anasema sisi kama ndugu tukae pamoja kwa upendo na kupatana na kumaliza tofauti zetu. Na siku hii ukiangalia ile siku ya Jumapili iliyopita iliitwa kantate, kumuimbia Mungu. Leo inaitwa rogate, kumuomba Mungu. Siku ya kuomba. Kwa hata kama kuna tofauti zetu, basi tuzimalize chini ya msalaba wa Yesu Kristo kwa maombi, maana maombi ndio silaha yetu. Maombi ndio nguvu yetu ya kuyashinda yote yaliyo magumu. Rogate, ombeni. Swali la kujiuliza ni kwamba je, tunakaa
pamoja kwa umoja. Sisi kama Wakristo, na Mungu anatufundisha, tukikaa pamoja kwa umoja, hata magomvi hayatakuwepo. Mashindano hayo kama tunavyoona katika familia hayatakuwepo. Mashindano katika jamii hayatakuwepo. Mashindano hata katika taifa na taifa hayatakuwepo. Hayatakuwepo. Kusingiziana kusikokuwa na maana hakutakuwepo. Maana sisi sote, kila mmoja akimwona mwenzake anamuona huyu ni kiungo cha Kristo. Na mfano mzuri ni kwenye kwaya. Kwenye kwaya, watu wanavyoshirikiana kwenye kwaya, huyu anaimba sauti ya kwanza, huyu anaimba sauti ya pili, huyu anaimba sauti ya tatu, huyu anaimba sauti ya, zikiunganishwa zote unasikiliza muziki mzuri. Na mwingine ni kwenye timu ya mpira, kila mmoja akicheza kwenye namba yake, nafasi yake, unakuta sasa ushindi unapatikana, kwa sababu sisi wote ni wamoja. Ni wamoja, kila mtu kwenye namba yake. Na zile namba pia hata wale makocha wanazipanga nafikiri kwa utaratibu maalum. Wanajua huyu anacheza vizuri upande huu, akae kule, ili kuleta ushindi. Sasa nakumbuka nilipokuwa sekondari, tulikwenda kushindana na timu moja ya shule ya sekondari ya jirani. Mimi nilikuwa golikipa wa shule. Kwa golikipa, na ukipita, yani ukipita wewe una bahati. Wewe una bahati kweli. Sasa siku ile mkuu yule mwalimu wetu wa michezo, tulipoenda kucheza na timu ile, akasema, Msafiri, na kubadilisha namba. Sasa utacheza namba 11 kwenye mpira huu. Basi nasema, sasa mwalimu akishasema utafanyaje? Nikaingia ndani ya uwanja. Sasa golikipa ndani ya uwanja, ni pale mpira ulipo ndipo nilipo. Maana mimi sijai kucheza huko katikati. Mpira ukienda kule nimekimbia. Yaani mimi ni kuhoingana, Kisambaa anasema kuhoingana. Kimbizana na mpira, maana namba sio ya kwangu. Mara niko goli lile, mara niko kule, mara niko kule. Sasa ikatokea, kumbe katika kukimbia huko, kwa kawaida namba 11 huko kule karibia kufunga kule upande wa kushoto kule, wale wanaofahamu mpira vizuri. Kumbe imetokea nimerudi mpaka huko nyuma kwenye goli langu. Sasa mpira ukapigwa huko, unataka kuingia golini. Akasema, hivi golikipa mimi mpira unipite, nikaudaka. Nikaudaka. Sasa unajua yale madaha ya magolikipa yale, unadaka afu unazunguka kidogo pale. Ala. Kumbe namba yangu siku ile sio golikipa. Mimi ni namba 11, nimeudaka mpira pale. Filimbi ikapulizwa. Ilipopulizwa, kasema weka mpira katikati. Ni penalty, si ndio penalty ikapigwa pale. Goli likafungwa. Wakanitoa nje uwanja, wakasema, okay, Msafiri, wewe utatuchanganya, toka. Nikatolewa. Wenzangu wakapambana pale kurudisha goli lile, hawakuweza. Mpaka mwisho wa mpira tukawa tumefungwa sisi. Sababu ni kwamba Msafiri alicheza namba ambayo sio. Huyu mtu ni golikipa, unamweka huko katikati. Unamweka huko katikati. Na pia huyu Msafiri huyu hajui jinsi ya kushirikiana. Maana ni kama hajui kwamba kwa kuwa mimi ninacheza namba hii, kazi yangu ni kushirikiana na hawa wengine, maana kuna golikipa mwingine, ili mambo yaende sawa sawa. Tukishindwa kuyafanya hayo vizuri, tutafungwa magoli. Lengo la kanisa ni kuleta mafanikio katika ulimwengu huu. Sisi wote kama kanisa, kama wana CCT, kila mmoja kama kiungo cha Kristo mahali pake, tunacheza mpira kwa pamoja, kila mmoja kwa kipawa chake. Lengo letu kumletea Mungu utukufu, kumletea Mungu sifa katika ulimwengu huu, ili yeye akatukuzwe kupitia maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja mahali pake, kila mmoja mahali pake, ahakikishe anaamka kuyatenda haya. Tena kama ujumbe wa CCT wa mwaka huu unavyosema, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wowote. Tujitahidi kutangaza haki katika ulimwengu huu, kutenda haki katika ulimwengu huu. Tena mwaka huu tuna uchaguzi mkuu. Na hapa mimi nihamasishe wale wote wanaotaka kuweka nia, waweke nia, kutia nia kugombea nafasi mbalimbali, na sisi tutawapa kura. Waweke nia, tia nia, tukupe kura. Lakini tujihadhari na rushwa. Tusije tukapokea rushwa wala tukatoa rushwa kwa namna yoyote ile
katika uchaguzi wa mwaka huu, ili uchaguzi wetu uwe huru na haki. Na kwa kuwa sisi ni viungo vya Kristo, sisi ni viungo katika kuujenga mwili huo, akichaguliwa mwingine tumpe ushirikiano. Hata kama nimegombea naye, ikawa bahati mbaya mimi kura zangu hazikutosha, basi nimpe ushirikiano, maana lengo letu ni moja, kuleta maendeleo katika nchi hii. Kuleta maendeleo. Na ukiona hafai huyu hata tuletea maendeleo yoyote, usimpe kura. Usimpe. Na ndio maana nasema hata mambo ya rushwa haya yasisikike kwetu kama Wakristo. Usimpe kura kama unaona hafai. Mama mmoja alikwenda kwenye uchaguzi na mume wake siku moja. Walikwenda, sijui yule baba alikuwa anagombea ni udiwani au kitu gani. Walikwenda pale wakapiga kura. Zilipohesabiwa baba amepata kura moja. Sasa acha anune huko njiani. Waliporudi ananuna, anasema, mama, utaniambia kura yako umempa nani? Maana ingalao hata ningepata mbili basi, maana kura yangu sawa, mimi nimepata hiyo ya kwangu moja, lakini wewe tulikwenda wote, utaniambia. Kufika nyumbani pale mama anaandaa chakula, sema hata chakula sili, utaniambia kura yako umempa nani? Mama yule akamwambia, baba, hao wasio kujua tu hawakukupa kura, je, mimi naye kujua? Maana yule mama si anamjua jamani kwamba huyu tukimpa kura huyu mambo yamekwisha. Maana hatupigi kura kwa ajili ya nyumba yetu, si ndivyo jamani? Ni maendeleo ya kijiji kizima, maendeleo ya wilaya nzima, ya kata nzima. Tukimpa kura huyu tumekwisha. Ni hadi tumpe mwingine ingalau mambo yaende vizuri. Huyu naye mjua mimi. Kwa hiyo akamwambia, mimi tu ninakujua vizuri. Hao wasio kujua tu hawakukupa. Je, mimi naye kujua? Baba hasira zake zikawaka, lakini basi hakuchaguliwa. Ninachotaka kusema ni kwamba tusivutwe na namna yote ile kwamba huyu lazima tumpe yule ambaye tunajua atatupa maendeleo katika taifa hili. Bwana Yesu asifiwe. Katika wilaya yetu, katika maendeleo yetu, katika kata zetu, katika vijiji vyetu, tupate watu watakaoleta maendeleo katika taifa hili. Mimi niwatakie baraka za Mungu. Maana siku ya leo tunaimarishwa katika kujenga mahusiano mazuri. Sisi ni viungo, basi akichaguliwa mwingine katika mwaka huu, yeye ni kiungo, tumpe ushirikiano kwa ajili ya maendeleo ya taifa hili. Lakini zaidi sana kuujenga mwili wa Kristo sisi kama kanisa. Kwa kusimama imara sisi kama viungo vya Kristo mbele zake. Tusimame imara, tukamletee Mungu sifa na tukuzo. Mwisho wa yote, wewe na mimi tukawe na nafasi turithi uzima wa milele. Amen. Tushukuru. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa kutukumbusha kupitia kinywa cha Mtume Paulo kwamba sisi tu viungo, tena tu viungo vyako wewe Yesu Kristo. Viungo vyako katika kuitenda kazi yako. Tupe neema yako ya kutambua hayo, ili tukaifanye kazi yako kwa uaminifu mkubwa. Tukiheshimiana, tukishikana mikono kama timu kwa pamoja, tukaitende kazi yako na manufaa yakapatikane. Kaa pamoja nasi na Roho wako mwema aendelee kutufundisha neno lako. Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.